Jina naitwa Arif Suria, mwenyekiti wa Umoja wa Maimamu na Walimu wa Madrasa Tanzania. Naam, Watanzania wenzetu, leo umoja wenu wa maimamu na walimu wa madrasa tuko Bagamoyo tarehe 5 mwezi wa 3 2026 ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kama mnavyojua tumeingia katika 10 la pili, lakini umoja wenu umefikiria kwamba tumegawa iftari, tumegawa tende, tumegawa vitendea kazi, lakini kuna watu wengi sana wana maradhi madogo madogo tu maskini wanashindwa kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sasa tumeona bora tuje na matibabu haya madogo madogo tuwasaidie. Lakini atakayekuwa na maradhi makubwa, inshallah kwa kusaidiana pamoja na nyinyi tutaweza kuwapeleka katika hospitali kubwa kwa ajili ya kufanya matibabu ya ziada. Na kuombeni sana Watanzania, tushirikiane katika kheri kama hizi. Pesa yako unayoweka hiyo haitoka, sio ya kwako. Pesa yako unayobakisha hiyo sio ya kwako, ya warithi, lakini kile utakayotumia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kuwasaidia watu kama hawa, basi itakusaidia. Niko na wageni wangu wametoka Kyrgyzstani, wamekuja kwa ajili ya kazi ya dawa na tabligh, lakini wamefurahi sana kuona medical camp hii na wamesema wataiga hii, watakwenda kufanya na kwao vile vile inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala atukubali. Uzuri unaambukiza. Uzuri unaambukiza. Unaona uzuri huo nao vile vile kwenda kuufanya. Allah subhanahu wa ta'ala akubali nia yao na vile vile akubali nia yenu ya kutoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya kuwasaidia wahitaji. Jazakumullah khair. Endelea mpaka jioni na matibabu yake ni bure bila gharama yoyote. Tumewapokea hapa wazee fulani ambao wanasema waliambiwa hospitali walipe 1,500,000 wakabaki tu kusubiri rehema ya Mwenyezi Mungu. Rehema ya Mwenyezi Mungu imekuja leo kwa wana Bagamoyo. Tunaomba muitumie rehema hiyo ya Mwenyezi Mungu na kesho vile vile muje. Medical camp iko leo na kesho. Tumetarget kuwasaidia watu zaidi ya 1,000. Alhamdulillah, tunashukuru wana Bagamoyo na vijiji vya jirani wamekuja kuanzia asubuhi saa 2, wengine saa 4, wengine saa 6 mpaka hivi sasa tunaendelea kuwahudumia na mpaka jioni tutaendelea. Na kesho vile vile tutaendelea. Tunakuombeni sasa, tunakuombeni sana wana Bagamoyo. Tunakuombeni sana watu wa Bagamoyo, muangalie, mwatafute wale watu wote ambao wana maradhi mbalimbali, muwaelekeze huku bila kujali maradhi aliyokuwa nayo. Awe na maradhi makubwa, awe na maradhi madogo, inshallah maradhi madogo atatibiwa papo hapo, maradhi makubwa atapelekwa katika hospitali ya rufaa bila gharama yote. Tutasaidiana sisi pamoja na wadau wetu kwa ajili ya kuwasaidia Watanzania waliopo Bagamoyo. Jazakumullah khair. Yangu naitwa Imamu wa msikiti wa Baruchi Kasim Kitwana Shomari. Ar-Rahman Rahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma baada, nashukuru kwa ujio wa umoja huu wa maimamu Tanzania kwa kutufikia hapa Bagamoyo kwa ajili ya kuja kutuletea huduma ya bure ya matibabu, huduma ambayo tulikuwa tunatafuta kwa muda mrefu. Maana kama mnavyoelewa sasa hivi hospitali sasa hivi ukenda hamna kitu cha bure, inahitajika gharama, lakini hawa mabwana kwa msaada wa umoja wa maimamu wametujia sisi Bagamoyo, wanatutibia bure na wanatupa dawa bure bila senti 5. Yaani gharama yako wewe kutoka nyumbani na kuja hapa katika hivi viwanja vya Paradise. Wallahi nimefurahi sana. Kama mvoniona na madawa mkononi hapa nimeyapata, sijui kama ingekukununua, kama ingekuwa na uwezo wa kuanunua haya. Na bado umeniambia kuwa watanipigia simu kwa sababu kuna matatizo yangu mengine, watanipeleka mjini kwenda kunitibia zaidi na bure vile vile. Senti 5 sitoi. Wallahi tumefarijika sana. Kwa hiyo nakuombeni ndugu zangu wa Bagamoyo, hii fursa imetujia sisi kwa baraka mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tusiache ndugu zangu, tusiache kupata huduma ya bure. Sio rahisi. Watu kama mmezoea, watu wengine watu wanakufa majumbani, hawana pesa ya huduma. Sasa leo tunapata huduma bure, afu unakaa nyumbani unaona vivu kuja huku. Hapana, sio vizuri. Karibuni sana, njooni sana, tuje sana kwa wingi katika viwanja vya Paradise ili tuje kupata huduma bure. Hawa ndugu zetu wa umoja wa maimamu. Nashukuru, nasema hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwalimu Muhammad Mbava,
mkazi wa Bagamoyo Mangesani. Kilichonileta hapa kuja kupata huduma, kuna ugonjwa ambao unanisumbua kwa muda mrefu. Baada ya kupata taarifa kwamba mpo hapa, inshallah nashukuru Mungu, nimekuja nimepokelewa vizuri na nimekutana na daktari. Baada ya kumuelezea matibabu, naye kanielezea kwa upande wake, nikafanya checking na nimepata dawa. Inshallah Mungu anajalia na imani nitapona, na nashukuru sana. Wito kwa wakazi wengine ambao hawajafika, kama wanasikia hizo taarifa, basi wafike mapema, waje kujionea, waje kuipata hizi huduma haraka iwezekanavyo. Jina naitwa Mayasa Omari aka Kaunyaka. Nilikuja Stella Maris kwenye kongamano la wanawake. Baada nilipofika nikasikia kama kuna huduma bure za kiafya katika hoteli ya Paradise Hotel pale palipoungua. Ikabidi nikashirikisha wenzangu tukaja, na tulipokuja tumepata huduma bure, pia hamna foleni. Tunaomba wakina mama wa Bagamoyo, wakina baba na watoto, nahitajika kufika sehemu hii ili mradi mpate matibabu. Mwenyezi Mungu ndio muweza, inawezekana ukafanikiwa kwa magonjwa yako. Inshallah, asante sana.